Ipo wazi kwamba kuna album nyingi ambazo zimetoka katika nchi ya Tanzania, lakini Made for Us album yake Harmonize basi ni album ambayo mpaka kwa hivi sasa inasemekana kwamba ndo album ambayo imeweza kukaa number 1 trend kupitia mtandao wa Boomplay mpaka kwa miezi 8 mfululizo, na ikiwa kama ishara hiyo tangu iweze kutoka kuna album nyingine ambayo basi imeweza kukaa number 1 trend katika mtandao huo, yani kwa miezi hiyo mingi kiasi hicho. Sasa mimi naweza ngasema kwamba kwa hivi sasa basi naweza ngasema kwamba haya ni mambo baadhi ambayo albamu ya kwake Harmonize Made for Us imeweza kufanikiwa, lakini pia Harmonize hakuishia baada ya kuona tangazo hili, akasema kwamba coming again top, kwa maana kwamba anakuja tena kwa mara nyingine akae hapo number 1 trend katika mtandao huo wa Boomplay au katika mitandao mingine mingi, lakini pia akaweka emoji ya dunia. Yeye anataka lengo lake kubwa zaidi basi ni kuwa on top kwenye ulimwengu mzima. Mpaka kwa hivi sasa unaweza kusema kwamba Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye anategemewa kuachia albamu yake katika nchi ya Tanzania muda sio mrefu, na especially katika mwaka huu 2025. Sasa naweza kusema kwamba albamu ya Made for Us ya msanii Harmonize iliweza kutolewa rasmi mnamo Oktoba 28, 2022, yani iliweza kutoka tarehe 28 mwezi wa 10, 2022. Hadi sasa albamu hii imeweza kutambuliwa sana na inaendelea kufanya vizuri katika majukwaa ya muziki. Mnamo Agosti 2020 ilishika nafasi ya kwanza kwenye chati za Boomplay. Hapo ndo nakupa kwamba mnamo Agosti 2023 na albamu bora ya Tanzania ikionyesha umaarufu wake katika miongoni mwa wasikilizaji katika mtandao huo wa Boomplay. Pia mnamo 2024 Made for Us ilionekana kwa mara kwa mara katika orodha za album za ndani zilizokuwa zinatazamwa zaidi na mtandao wa Spotify, ikionyesha umahiri wa Harmonize katika kuunda kazi na utamaduni ambao katika nyakati tofauti basi imekuwa ni moja kati ya msanii ambaye anapigania kipaji chake. Hii inadhihirisha kwamba ni mafanikio ya album tangu ilipoweza kutoka Oktoba 28 mwaka 2022 mpaka sasa hivi 2025 bado inazidi kuzungumziwa, ikiwa ni kama kuna kitu ambacho bado tunazidi kukisoma kwenye jambo hili. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na haya basi ndio yale ambayo basi nimeweza kukuletea katika siku ya leo. Bye bye for now.